wanaonekana wanataka haki itendeke katika baadhi ya mambo, hasa wale ambao wanaonekana wao wanahitaji alama tatu baada ya kuona mwenzao hajatokea uwanjani, au haya mambo ambayo yamekuwa yakizungumzwa sana. Na jana tumeona wananchi wakiendeleza moto wao kwamba hawatacheza mechi ya dabi tena msimu huu. Yeah, of course. Nilikuwa namalizia kuzungumzia kuhusiana na kwamba namna ambavyo pesa ni kitu cha muhimu sana kwenye kufanya program za vijana pamoja na kujenga miundombinu kwenye nchi yoyote. Na ukijaribu kutizama kwa sasa hivi inaonekana pesa ni nyingi sana ambazo zinakuja kutokana na namna ambavyo matumizi yamekuwa ni mazuri. Pesa zikija zinatumika moja kwa moja kwenye hizi program za vijana pamoja na kujenga hiyo miundombinu ambayo tumekuwa tunaiona, vituo vya kulelea vijana, lakini pia kuna complexes ambazo zinajengwa kwa ajili ya kufanya mazoezi. Lakini tunaona namna ambavyo kwenye nchi yetu kwa sasa hivi ukijaribu kuangalia imekuwa timu zetu za taifa za vijana zimekuwa zinafanya vizuri sana kwenye michuano mbalimbali. Na hata ukijaribu kuangalia wachezaji ambao wanakuwepo kwenye hizo timu wanaonekana kweli wanakuwa wameandaliwa vizuri sana. Sasa moja kati ya kitu ambacho ni cha muhimu sana ni kwamba hawa wachezaji wanakuwa wana mahitaji mengi sana kwenye hizi timu. Na moja kati ya kitu ambacho ni kigumu pia, kila mtu anajua, kumwandaa kijana kutoka akiwa mdogo mpaka anaenda kuwa mkubwa na anaenda kucheza michuano fulani ni kitu ambacho kinahitaji muda, lakini pia kinahitaji pesa nyingi sana. Kwa hiyo mimi naamini kwamba moja kati ya eneo ambalo ni la kwanza kabisa Wallace Karia alifanikiwa kwenye timu za vijana pamoja na miundombinu ni kwenye kulifanya shirikisho la mpira wa miguu wa Tanzania likawa lina ile hati safi kutoka FIFA, na hatimaye pesa zikawa zinakuja na zinaendelea kufanya hayo maendeleo ambayo zimekuwa zinafanya. Na MC amezungumza hapa kwamba profession ya Wallace Karia ni mhasibu. Kwa hiyo kwenye namna ambavyo anaweza kawa anasimamia hizo pesa ambazo zinakuja, usimamizi wa fedha unaweza ukawa ni mzuri, na mwisho wa siku ikawa ni rahisi kabisa kufanya hati ikawa safi na TFF wakaendelea kupokea pesa kwa ajili ya maendeleo ya mpira. Nasir Khalfan. Naam. Alichokizungumza naibu waziri si kitu ambacho Watanzania walio wengi hawajui. Ya sahihi. Wanajua, hata wewe unajua Kabisa. Sawa Yeah. Kuna namna ambayo mtu anaweza akatafsiri kile ambacho kimezungumzwa kuona kwamba ni kama kufuta upepo ule ambao umekuwa ukivuma kwa takriban zaidi ya siku 10 sasa, na tukitafuta wiki baada ya kuota mbawa kwa mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga. Na hata TFF wenyewe pia kupitia kurasa zao wamejaribu kutumia kama method fulani hivi ya kuweza kutoa upepo huu, lakini bado haiondoi ukweli halisi uliopo kwa hivi sasa. Unajua haya mambo yanahitaji busara na utulize akili kidogo. Kitu cha kwanza cha kujiuliza ni kwa nini ndani ya siku hizi 5 yameibuka sana imeibuka nguvu kubwa sana ya kumsifia Karia. Kwa nini siku hizi 5 ndo hilo wimbi limeibuka? Je, haya mafanikio ya kujengwa hizo center, national team zetu kufanikiwa, mpira wetu kuonekana umepiga hatua ndani ya siku hizi 5? Kwa nini ndani ya siku hizi 5 ndo tumekuwa na hilo wimbi kubwa la watu kumsifia Karia? Hatukatai kusifiwa kwa Karia kutokana na jinsi ambavyo mpira wetu umepiga hatua. Na mimi binafsi yangu, kutoka kwenye nafsi yangu, najivunia kuwa na president kama Karia. Na ndio maana hata mara ya mwisho hapa tulipokuwa tunaongea, sikusema kwamba Karia hakuna kizuri ambacho alikifanya. Lakini huku ambapo tumefanikiwa, hatujafanikiwa kutokana na uwepo wa Karia peke yake, tumefanikiwa kwa pamoja. Na ndio maana hata sehemu ambazo tunafeli hatuwezi kumnyoshea Karia kidole peke yake. Ni tunafanikiwa kwa pamoja, tunafeli kwa pamoja, kwa kushirikiana, sio kwa mtu mmoja mmoja. Na hata au marais wengine waliopita, mimi sifikiri kama alikuwa ni marais wabaya ama hawajui, lakini kuna nyakati na kuna zile kwamba mpo kwenye generation fulani ambayo umekutana na wale wenzako wote, target yenu ni kuelekea sehemu fulani, basi mnafika kwa pamoja.
Mzizi wa hili swala ni matatizo ambayo yalitokea kwenye mechi ya Simba na Yanga. Rudisha akili nyuma kidogo. Hii mechi ya Simba na Yanga imeghairishwa toka tarehe 8. Leo tunazungumza ni tarehe 21. Ndio. Kwa zaidi ya wiki, ile wiki nzima ambayo dabi ilighairishwa, kutoka kwa upande wa Yanga, kutoka kwa upande wa Simba, kutoka kwa wachambuzi, kuna mtu yoyote ambaye alikuwa anataja jina la Karia kama sehemu ya lawama? Hakuna hata mmoja. Kwa nini watu walikuwa hawamnyoshei kidole Karia? Lile lililotokea waliloliharibu ni bodi ya ligi. Watu wakwenda kumtaja Karia ni kwamba bodi ya ligi mmetuharibia hii shughuli. Kwa watu walinyoosha kidole kwa bodi ya ligi. Hakuna mtu yoyote ambaye alimnyoshea kidole Karia. Ni kutokana kwamba lilikuwa halimuhusu. Sasa kilichokuja kutokea hii wiki ambayo inamalizika leo ni kwamba Karia liliingilia kati lile swala. Na kusema ukweli, kutokana na kauli ambazo alizitoa, kuna sehemu ambayo Karia aliteleza. Na alienda kuwanyoshea vidole miongoni mwa watu ambao pia wamechangia maendeleo ya mpira wetu. Tunajivunia national team zetu zinafanya vizuri. Ni kweli Young Africans hawana mchango wote kwenye national team zetu kufanikiwa? Wanao. Tunasema timu yetu ya wanaume inaenda AFCON. Hakuna wachezaji ambao wanatoka Young Africans wanasaidia national team yetu? Wapo. Wale wachezaji gharama ambazo zimetumika kuwa develop wale, coaching ambayo wameipata, au makocha ambao wamewadevelop wale wachezaji wanalipwa na viongozi wa Young Africans, au wachezaji wanalipwa na Young Africans, wanapata usimamizi mzuri kutoka kwa viongozi wa Young Africans, na ndio maana wamekuwa imara mpaka kuisaidia pia national team yetu kufika huko kwenye AFCON. Hakuna mtu ambaye hajui mchango wa kina Dickson Job, wa kina Mzize, wa kina Baka, wa kina Mudathir Yahya. Kwa hiyo kama tulifanikiwa kwa pamoja, ni vyema kila mtu ambaye anahusika na huu mpira mheshimu pia mwenzake. Wasafi So, usafi kama wote.